Ripoti yetu ya leo inaangazia sababu za Iran kushikilia mlango wa bahari wa Hormuz. Kwa mtazamo wa wengi, mafanikio muhimu zaidi ya kimkakati ambayo Iran ilipata katika vita vya siku 40 ni kuhusu mlango wa bahari wa Hormuz. Tehran imeweza kutumia nafasi yake ya kijiografia kuhamisha gharama za vita kutoka uwanja wa mapambano ya kijeshi hadi kwenye soko la kimataifa la nishati na kubadili mgogoro ambao awali ulikuwa kati ya Iran na Marekani kuwa suala linaloathiri mataifa yenye uchumi mkubwa duniani. Uwezo wa Iran wa kushinikiza Washington kuafikia makubaliano na Tehran licha ya Marekani kuwa na nguvu kubwa zaidi za kijeshi unasemekana ulifikiwa licha ya Marekani kushindwa kuafiki malengo yake. Hata hivyo, makubaliano hayo hayajadumu kwa muda mrefu. Viongozi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran wamekuwa wakisisitiza kuhusu umuhimu wa kudhibiti utaratibu wa mlango wa bahari wa Hormuz. Lakini je, Iran haishushi thamani eneo hilo la kimkakati ikiendelea kutegemea sana mlango wa bahari wa Hormuz? Lakini kwa nini mlango huu wa Hormuz ni muhimu sana kwa Iran na kwa nini Iran imeudhibiti vilivyo? Katika vita vya siku 40, malengo yaliyotangazwa na Marekani yalikuwa ni mengi. Hata hivyo, katika awamu mpya ya mzozo huo, sehemu kubwa ya operesheni zake imejikita kwenye lengo moja mahususi: kuhakikisha mlango wa bahari wa Hormuz unabaki wazi na kuizuia Iran kuimarisha udhibiti wake katika njia hiyo muhimu ya bahari. Marekani sasa imelazimika kuelekeza sehemu ya nguvu zake za kijeshi na kisiasa kwenye suala ambalo kabla ya vita halikuwa miongoni mwa vipaumbele vyake vikuu. Hamid Reza Aziz, mtafiti wa masuala ya Iran na usalama wa kikanda, anasema kupitia BBC Persia kwamba mtazamo wa Tehran kuhusu udhibiti wa mlango wa bahari wa Hormuz si chanzo cha kuongeza bei ya mafuta au kukusanya ada kutoka kwa meli zinazopita pekee, bali ni sehemu za juhudi pana za Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kubadilisha mfumo wa usalama katika Ghuba ya Uajemi. Kulingana na mchambuzi huyo, ushindi wa kweli wa kimkakati unaweza kusema umefikiwa tu ikiwa vita vitasababisha kuongezeka kwa uwezo wa Iran kujizuia dhidi ya mashambulizi ya adui na kuimarisha usalama wake. Tehran inaamini kuwa lengo hilo linaweza kuafikiwa kwa kupunguza uwezo wa Marekani katika kusimamia usalama wa Ghuba ya Uajemi na kutambuliwa kwa nafasi ya Iran katika mipango na maamuzi yanayohusu lango la bahari la Hormuz. Iran inaona kuwa iko tayari kubeba gharama za kisiasa, kiuchumi na hata kijeshi ili kudumisha ushawishi wake katika mlango wa Hormuz, kwa kuwa inaamini kuwa udhibiti wa eneo hilo ni sehemu muhimu ya mkakati wake wa muda mrefu wa kuimarisha usalama wake na nafasi yake katika eneo la Ghuba ya Uajemi. Lakini kwa nini Iran iko tayari kulipa gharama kwa ajili ya Hormuz? Mgogoro kati ya Iran na Marekani sasa unaonekana kuzidi suala la kupita kwa meli chache au kutozwa ada za usafirishaji. Iran inataka kudumisha na kuimarisha nafasi iliyoipata wakati wa vita, huku Washington ikitaka kuzuia udhibiti wa Iran juu ya mojawapo ya njia muhimu zaidi za usafirishaji wa nishati duniani. Hali hii pia inatafsiriwa kama juhudi za kila upande kujiweka katika nafasi nzuri zaidi kwa mazungumzo ya baadaye. Wakati huo huo, baadhi ya wanaunga mkono sera ya kusimamia kile kinachoitwa utaratibu wa Iran katika mlango wa bahari wa Hormuz wanaamini kuwa njia hiyo ya maji inaipa Iran uwezo wa kuhamisha gharama za shinikizo za kijeshi za Marekani kwa uchumi wa dunia kwa kuongeza hadi ya kutokuwa na uhakika katika soko la nishati. Iran inaweza kuzihusisha nchi za Ghuba ya Uajemi na mataifa yanayotegemea mafuta katika athari za kivita. Wanaunga mkono sera hii nchini Iran wanasema kuwa Tehran ikiacha madai yake kuhusu lango la bahari la Hormuz haitokuwa imeacha tu chombo cha kawaida cha kutoa shinikizo, bali itakuwa imepoteza mafanikio yake makubwa zaidi kimkakati yaliyopatikana wakati wa vita. Hata hivyo, baadhi ya wachambuzi wanadai kwamba kuna hatari ya kupungua kwa nguvu ya nyenzo muhimu zaidi ya Iran. Wachambuzi wanaamini kuwa kwa sasa Iran inamiliki moja ya nyenzo zake muhimu zaidi za kimkakati. Hata hivyo, wanaonya kwamba kufungwa kwa muda mrefu kwa mlango wa Hormuz si suluhisho la kudumu, ingawa Tehran inaweza kusababishia uchumi wa dunia kupanda kwa gharama kubwa, na kuendelea kwa hali hiyo pia kunaweza kuiletea Iran yenyewe hatari kubwa. Ikiwa mgogoro huo utaendelea kwa muda mrefu kiasi kwamba nchi zitaanza kuzoea kutokuwepo kwa njia hiyo badala ya kusubiri funguliwe tena, basi eneo hilo linaweza kupoteza nguvu yake ya kimkakati. Katika hatua za mwanzo za mgogoro, nchi hujaribu kukabiliana na hali hiyo kwa kutumia akiba za mafuta, kubadili njia za meli na kupunguza mshtuko wa soko kupitia hatua za muda.
Lakini mgogoro ukidumu, hatua hizo za dharura hubadilishwa na uwekezaji kwa muda mrefu unaolenga kupunguza utegemezi wa lango la bahari la Hormuz. Eneo la Bab al-Mandeb ni moja kati ya maeneo yanayotegemewa. Hata hivyo, wapiganaji wa Kihouthi tayari wameshazuia Bab al-Mandeb na hivyo hali itakuwa mbaya zaidi. Baadhi ya wachambuzi wanadhani huenda ya Urusi yakajitokeza, lakini kumbukwe kwamba licha ya nchi za Ulaya kuweka vizuizi vya mafuta ya Urusi, lakini Urusi tayari ilikuwa inajitegemea kwa kuuza mafuta yake kwa Uchina. Mafuta ulimwenguni yalikuwa yakipatikana kupitia nchi za Ghuba ya Uajemi kwa 20% hadi 25%. Na swali lingine ni je, nyenzo hii ya ushawishi inaweza kuigeukia Iran yenyewe? Ni moja kati ya mambo ambayo baadhi ya wengi huwa wanatazama kwamba mlango wa Hormuz hauonekani tu kama chombo cha kushinikiza wengine, bali pia kama sehemu ya udhaifu wa Iran yenyewe. Uchumi wa biashara ya Iran pia hutegemea usafiri wa baharini ambao umeathirika kwa kiasi kikubwa baada ya Marekani kurejesha mzingiro wa kijeshi wa baharini dhidi ya Iran pamoja na vikwazo. Hatua yote inayofanya iwe vigumu kwa wengine kutumia njia hiyo ya maji inaweza hatimaye kuathiri mapato ya fedha za kigeni ya Iran, uagizaji wa bidhaa kutoka nje na uwezo wake wa kujenga upya uchumi wa taifa hilo, nalo ni jambo ambalo linatazamwa. Baadhi ya wachambuzi wakisema kwamba huu ni mchezo hatari kwa Tehran. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.